Mwanamke ana umri wa miaka 40 na bado anaonekana vizuri. Mara kwa mara huvaa soksi nyeusi na kusubiri mumewe arudi nyumbani. Katika macho yake, yeye ni mwanamke mwenye furaha zaidi duniani. Hawezi hata kuruhusu picha ya familia iwe mbaya kidogo. Unaweza kuona jinsi anavyotafuta ukamilifu, lakini hakugundua jinsi mumewe alivyopita mipaka kwenye uso. Mumewe alimfanya kama mwanamke mdogo, lakini mke hajui kwamba mumewe ana hatia. Labda ni kwa sababu mumewe ni mkurugenzi kwa mafunzo. Ujuzi wake wa uigizaji haukuwa na mechi na maneno yake. Hata alimnunulia kitambaa cha shingoni, lakini kitambaa hiki kilizinua tabia halisi ya mumewe. Hao wawili hawakuficha hata upendo wao kwa mwanao aliyekuwa akila chakula cha asubuhi, kwa sababu mke alikuwa na uhakika kwamba mumewe anampenda na atarudi nyumbani mvua au jua, na hawezi kusubiri kufanya mapenzi naye. Na mwanamke si chombo. Anafanya kazi kama makamu wa rais katika hospitali, lakini siku moja ghafla aligundua kuna kitu kilichokuwa kibaya. Kulikuwa na unywele kwenye kitambaa chake ambacho hakikuwa chake. Aliuchukua kwa uangalifu. Alipoamini kuwa ulikuwa wa Brown, alianza kumshuku mumewe. Siku 2 zilizopita, alipokuwa akipanga nguo zake, ghafla rangi ya midomo ilianguka kutoka kwenye gauni lake, lakini mumewe hakuogopa. Badala yake, alieleza kwa utulivu. Kwa sababu mdomo wake ulikuwa mkavu sana, alinunua dawa ya midomo na aligundua kuwa alinunua kinyume wakati huo. Hata alicheka kwetu kwa kuwa mchanga. Mumewe alifurahi kupata mke mjinga. Lakini sijui kwamba hakuna kitu kama mwanamke mjinga. Ni mke ambaye hakumshuku kamwe. Lakini sasa ukweli ni dhahiri, hata mjinga angeshuku. Mke alipoenda kumchukua mwanawe shuleni, angejaribu kutazama mwanaume mwenye nywele za brown, lakini alijikumbusha mara kwa mara kwamba ulikuwa makosa. Lakini huku akimchukua mwanawe, mwanamke alimzuia. Alikuwa katibu wa mumewe. Mwanamke alimshukuru mumewe kwa kumpa kazi. Baada ya yote, ni vigumu kupata kazi ukiwa umetalaka, mke aliuliza. Je, hamumalizi saa 7? Katibu alimwambia kwamba kampuni daima inamalizika saa 5, lakini jambo la ajabu ni kwamba mumewe alimwambia kwamba alianza saa 7. Kila wakati alirudi, ilikuwa daima saa 7 na madakika 30 hasa. Hiyo ni sahihi zaidi kuliko kengele. Hakumfunua mumewe moja kwa moja kwa sababu hakuwa na uhakika. Hakutaka kuaibisha uhusiano wao, na sasa anapaswa kuwa na uhakika wa jambo moja. Bila ya kujua, mwanawe alikuwa tayari amegundua kuna kitu kibaya na mama yake leo, lakini mtoto mwerevu zaidi, ndivyo alivyochoka zaidi. Hivi karibuni alipanga bakuli la mchuzi wa mfupa kwa marafiki zake wa kike. Hakujua kwamba rafiki yake bora alikuwa anashuku. Mkewe alimuuliza kama atapoteza nywele ikiwa atazirangi brown. Alieleza kwamba nywele zake zitaanguka hata kama hatazirangi. Pia alisema kwa ujasiri kwamba rangi ya nywele zake inamfanya aonekane tofauti. Kwa hivyo mke aliyokusudia kusema hivi karibuni mwili wa mumewe unaonekana umekuwa tupu. Je, mumewe alisema chochote kwako aliporudi? Aliporudi, alimkazia macho simu ya mumewe. Alikuwa anaita kama aitazame au la. Mumewe aliingia. Alijiuliza kama alikuwa na dhamiri mbaya. Lakini cha ajabu, mumewe alipoenda kuoga, hakuchukua simu yake. Udadisi ulimfanya aitazame. Kilicho cha ajabu zaidi ni kwamba hakukuwa na password iliyowekwa kwenye simu. Hakukuwa na wakati wa kufikiria, lakini haraka alitazama ndani. Lakini simu ilikuwa safi kuliko uso wake, akifikiria hakupata chochote. Aliweka simu chini. Wakati huo, ujumbe wa maandishi ulikuja kuagiza maua. Hisia za sita za mke zilimwambia maua hayakuwa yake, kwa hivyo siku inayofuata, alifuata mumewe kwa siri. Hakika, alimuona akiendesha gari dukani la maua, lakini wakati huo, wanandoa walikuwa wakigombana. Hata walimubana juu ya boneti la gari lake. Msichana anajitahidi kujikomboa na kumuomba mwanamke amsaidie kwa sababu ana uhakika kwamba mwanaume aliye kwenye gari ni daktari. Unajua, mwanamke si daktari tu, bali pia ana uwajibikaji mkubwa. Ana matatizo ya usingizi tu. Alitaka daktari ampe dawa za usingizi. Daktari aliogopa kwamba hawezi kufanya hivyo. Alikataa. Akijua kwamba hakuna tumaini, msichana alivuta na kuondoka. Wakati huu, hao wawili hawajui kwamba hatima zao zitafungwa pamoja. Sasa mwishowe alijua kwa nini msichana hawezi kulala usiku, akimuona msichana akiburutwa. Alitaka kutoka garini kumwokoa. Ghafla alimuona mumewe akitoka dukani la maua. Hakuweza kujali msichana. Alikuwa anahitaji kujua kile mumewe alikuwa anaficha kutoka kwake kabla ya kuondoka, tu alimtazama msichana. Aliona kwamba ilikuwa ni wanandoa wakigombana na akaacha. Mwanamke sasa ana wasiwasi mkubwa. Angeweza kufikiria kile kilichokuwa kitokea ifuatavyo. Mwanaume angeenda wapi kuagiza maua? Lakini cha ajabu, alimfuata njia yote hadi makazi ya wazee. Alijua kwamba mama mkwe alikaa huko mwaka mzima, kwa hivyo alijimarisha na kuingia. Anaweza kuwa mzee, lakini si mjinga kwenye uso. Alimshukuru mkwewe kwa kuja kumwona. Kwa kweli, alikuwa tayari anajua kilichokuwa kinafanyika. Alipoona maua kwenye meza, alipata udhuru wa kuyatoa. Akiona miwani ya macho ya mkewe, mumewe alijua anahitaji kumweleza ili aweke akili yake kwa amani, kwa hivyo mke alianza kutikisika.
Alifikiria kwamba amemsahau mumewe. Mumewe alipofikia, alimshukuru kwa kuchukua muda wake kuja kumuona mama yangu. Mke aliuliza, "Je, daima unakuja kumuona mama ukiwa umechelewa?" Mumewe alicheka na kusema, "Siwezi kwenda mahali pengine kwa masaa mawili. Maana ni kwamba ninakuja kumuona mama kila siku. Sitaki tu kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya mama." Wakati huu, mke alihisi aibu zaidi. Atawezaje kumshuku mumewe kama hivyo? Alipoenda kwenye kituo cha wauguzi kupata maua, muuguzi aliwashukuru kwa kuja kumuona mzee ili mzee awe na moyo bora. Kazi zao pia zitapungua. Katika miezi 6 iliyopita, bibi mzee amekuwa anaita kumuona mwanawe. Amekuwa akisema hamkuja hapa kwa muda mrefu. Inaonekana mumewe alidanganya. Mama alimuuliza mwana nini kimetokea, lakini mwana hakujua kwamba mama yake amekufa kwa mikono yao. Usiku, mke alijifanya kusoma kitabu. Alitaka kuzungumza na mumewe mtoto alipolala, lakini kisha mumewe alipaswa kutoka kwa sababu ya kikao cha biashara. Alitaka kuona kama kuna nafasi yoyote ya kupata wadhamini. Nilisikia kwamba mwenyekiti wa bodi alikuwa akisaidia mkewe. Aliposikia hivyo, alisema tunaweza kwenda pamoja. Mke wa mwenyekiti alinikaribisha. Sijui kama ni kweli, lakini mumewe alikubaliana. Hivi karibuni wao wawili walifika kwenye karamu pamoja na lengo lake lilikuwa mwenyekiti mbele yake. Alikuwa akifikiria kuhusu hilo kwa muda mrefu, kwa hivyo alikuwa na ujasiri wa kwenda juu kwake. Lakini hata kama alinama na kujitambulisha, lakini mwenyekiti hakumwangalia hata, aliaibika. Mkewe aliyekuwa karibu, aliona aibu yake. Kwa hivyo alienda juu kumpongeza mkewe na alimkaribisha kwa joto. Hata alijitambulisha kama makamu wa rais. Rais pia alimshukuru. Mwanamke alimchukua mumewe na kumtambulisha. Alimuomba amtunze kampuni yake. Kupitia utambulisho wa mwenyekiti, alitambulishwa na mwenyekiti kwa wanaume wenye nguvu waliomjua. Hii ilionwa na mhudumu. Kwa kweli, mke alimchukia mumewe sana. Ghafla alimuona mwanaume kwenye kona, na mtu huyu ni mfanyakazi. Mke alimtambua mara moja. Aliomba msamaha kwa kutosaidia mwisho, lakini mfanyakazi alikuwa na jambo la kuomba. Alimuomba aandike dawa za usingizi. Mke alipumua. Pia anategemea dawa za usingizi kulala kwa sababu sasa anashuku kwamba mumewe ana mahusiano ya haramu. Mfanyakazi alikuwa na wazo. Naweza kukusaidia. Akijua kwamba mke ni mchangamfu wa kufanya kazi hospitalini wakati wa mchana, mumewe alianza kutoka kwa siri, lakini hajui kwamba ana mfichaji na alijua kila hatua aliyofanya. Mfanyakazi alibaki garini siku nzima na alipata matokeo. Hivi karibuni mke alipata jibu la uhakika. Kwa bahati mbaya, hakumwona uso wake, lakini nilipata picha ya sahani yake, ingawa tayari alikuwa amejiandaa, lakini matokeo yalimfanya apotee. Kwa hivyo aliandaa sherehe ya kuzaliwa maalum ya mumewe. Alijificha garini na kuona kila hatua yake kutoka mbali. Hivi karibuni gari moja lilika katika maoni yake. Mara moja alilinganisha na picha. Hakugundua kwamba gari hilo lilikuwa la familia ya mwenyekiti, lakini mke wa mwenyekiti hawezi kuwa kamwe. Kisha ni uwezekano mkubwa binti yake. Kwa hivyo alirekebishwa akili yake. Alitumia ufunguo wa ziada kufungua msanduku wa mumewe kwa sababu mfanyakazi alimwambia. Mumewe alikuwa akibeba mfuko wa bluu. Hakika, mfuko ulionekana katika kifaa cha siri. Ndani kulikuwa na chupi zake na kitu cha ngono. Alimlaani mumewe kwa kuwa mnyama. Hakugundua kwamba ana simu. Kweli alimkadirisha chini mumewe. Lakini mazingira ambayo alimchoma mumewe ilikuwa tu ndoto. Alikuwa na hasira, lakini alijua hawezi kutenda kwa hasira yake. Alikuwa na hasira zaidi kwamba mumewe alikuwa akishikana mikono na msichana mbele yake. Mke anaelewa kwa nini msichana mchanga kama huyu angetaka kuwa na mumewe, lakini ndoa haikuwa hai tena. Usiku, alipata hasira zaidi na zaidi. Alikuwa akienda kuondoka na sanduku mkononi, lakini kisha alitazama kalenda ya mwanawe iliyojaa mipango ya kusafiri na baba yake. Alita. Hivi karibuni baada ya hapo, mumewe alifika nyumbani katika hali ya ulevi. Hakugundua hata tabia ya mkewe. Siku inayofuata aliwaandalia chakula cha asubuhi kama kawaida. Alimuona akimbusu mwanawe. Sijui kama ilikuwa ishara ya udhaifu. Mara moja aliamka kuashiria kwamba alitaka kufanya vivyo hivyo. Mke hakusonga. Alikuwa na kuvumilia kwa ajili ya mwanawe. Lakini alipokuwa kazini, alitokea kuona msichana hospitalini na hata akamwangika nambari yake. Akasema hivi karibuni alijaribu kuangalia bila kutarajia. Mke wake moja kwa moja akamvua mkono ili kumchoma damu. Kama askari mzoefu, sote tunajua kwa nini damu ilikatwa. Kwa kweli, msichana alikuwa tayari amejaribu uchunguzi wa ujauzito nyumbani, kwa hivyo makusudi aliweka rangi yake ya midomo kwenye mfuko wa mume ili mke atambue. Ilipohakirishwa kuwa uhusiano wa wanandoa ulianza kuvunjika polepole, alikusudia kumwacha mke wa kwanza agundue kuwa ana mimba ili aweze kutoka nyumbani. Lakini mke hakuogopa na akamdhihaki. Alikuwa ni kitu tu cha uchafu. Mume wake hawezi kamwe kuchukua jukumu. Msichana alipocheka, mke alianza kuwa na wasiwasi. Mara moja akaenda dukani kununua vitabu kuhusu kesi za talaka. Lakini alipokuwa akilipia, ghafla akatambua msichana alikuwa ameandaa vitabu kuhusu watoto. Dhahiri alikuwa atauzaa mtoto.
Bila kujua, ujasiri wa msichana ulitoka kwa mume wake kwa sababu mwanaume alimwahidi kuwa atamwacha mke wake haraka iwezekanavyo ili aweze kuzaa mtoto kwa amani. Labda amejiandaa kwa mbaya zaidi. Mke akampigia simu wakili. Wakili akamkumbusha kama talaka itakamilika, yeye. Baada ya muda mfupi, akaenda kampuni ya mume wake kuangalia taarifa za kifedha za kampuni. Katibu alidhani mke alikuwa na wasiwasi kuhusu mtaji wa kampuni, kwa hivyo akasema bila kufikiria. Akasema ni jambo zuri mlirahini nyumba yenu kulipa. Mke alionekana kuwa mtulivu na mkakamavu, lakini alipofika nyumbani, akapitia mali zote za familia. Hakutambua kuwa mume wake alirahini nyumba, lakini alipoona kiasi kwenye kitabu cha benki, alishangaa pesa zote zilifikishwa, hata za mwanawe. Pesa za bima. Aliogopa sana. Hakutarajia mume wake kuwa mkali hivyo. Basi usimlaumu kwa kuwa bila huruma. Wakati huo, mume wake akatuma ujumbe akisema ana kazi za ziada. Akamwambia apumzike na asimsubiri. Mke alijua alichofanya, kwa hivyo mpango mkuu ukatokea. Mama mkwe akaamka hospitalini. Akamkuta mkwewe akimkodolea macho. Hakuja hapa kwa miezi 6, akijua kuwa mwanawe ana mwanamke. Alikuwa mtulivu. Akamwambia mkwewe aone na macho ya kipole. Ni kawaida mwanaume kumchelea mke wake. Tushughulike nayo kimya kimya. Aliposikia mkwewe akisema msichana ana mimba, mama mkwe alitambua mwanawe amezidi mipaka, kwa hivyo akamwahidi mkwewe. Akamwahidi mkwewe kuwa atamfanya mwanawe atunze familia. Hawezi kamwe kumruhusu kuacha mke na watoto kama baba yake alivyofanya, na akamwomba mkwewe awe mkarimu zaidi. Mkwewe aliposikia haya, alikasirika zaidi. Mwanaume anaweza kuhamisha mali kwa siri. Mwanaume anaweza kuhamisha mali yake kwa siri. Hata bima ya mwanawe. Pesa za wazazi. Mwanaume kama huyo hatostahili kusamehewa, kwa hivyo nitampa talaka. Kisha nitamwambia atoke hapa bila pesa. Maneno ya mkwewe yalimkasirisha sana mama mkwe. Mkwewe alipotaka kuondoka, mama mkwe akaenda kumkaripia kwa kutomwelewa mume wake. Mwanangu ni mwenye huruma zaidi. Familia yake iko katikati. Hamjui kumpa nafuu. Mkwewe akapata ujumbe. Je, ni kosa langu kuwa mwanao amenichelea? Mtoto hawezi kukua bila baba, lakini mkwewe alifikiri tu mama mkwe hakutaka talaka, lakini hakutambua kuwa mwanawe aliharibiwa na mikono yake. Siku iliyofuata, mama mkwe akafa chumbani mwake hospitalini. Mwana akalia kwa moyo wote. Alikuwa kama mwana mwema. Mkwewe kwa utulivu akaandaa maziko ya mama mkwe. Sijui kama alikuwa na huzuni kubwa. Mke anamuomba mume wake arekebishe vipodozi. Si adabu kuwasubiri waombolezaji. Hivi karibuni mwenyekiti na familia yake wakafika. Mume alionekana kuwa na wasiwasi. Hata akatengeneza nywele zake. Mke alijua alichowaza. Hata mwana angeweza kuona kinachofanywa na baba yake. Sikutambua alikuwa dhahiri hivyo. Hata akawaramba viatu kama mbwa. Mke hakuweza kusema chochote, lakini hakutambua kuwa mume wake alijaribu kumpendeza mwenyekiti. Akala pamoja nao. Lakini mwenyekiti hakujua kuwa sababu ya upendeleo wa mwanaume ni kwa sababu ana binti. Mke hakuweza kuvumilia tena. Alitaka kwenda kutembea ghafla. Simu ya mwanaume ikalia. Akatazama kando kwa wasiwasi. Baada ya kubainisha mahali pa upande wa pili, haraka akaenda pembeni, na hii ilionwa na mke wake. Wakati huo, watu wengi walikuwa wakilipa heshima, lakini mwana peke yake ndiye alibaki hapa. Mwana hakujua la kufanya, kwa hivyo akauliza rafiki wa kiume wa ndugu yake. Baba alienda wapi? Lakini alitafuta kila pembe, lakini hakumuona. Hata hawakuweza kumfikia kwenye simu. Wakati huu, mke akamfuata mume wake njia nzima. Alichotarajia sikuwa ni kwamba gari lao lianze kutetemeka. Ilikuwa ajabu. Wakati huu, rafiki yangu wa karibu pia akagundu. Akafuata mstari wa macho ya mke. Yeye pia akaona harakati ndani ya gari. Hakusema chochote. Baada ya yote kila mtu alijua kuhusu rafiki yake, na mke wake hakusema chochote juu yake kwa sababu alikuwa na kazi nyingi za kufanya. Hivi karibuni jua hili la kiheshima akamtua mama yake, lakini muonekano kwenye uso wake ulikuwa 100%. Mke akamuuliza mama mkwe akilini mwake. Una furaha na jinsi mwanao alivyokuaga? Lakini watu wote walipotaka kuondoka, mke akaanza kutembea polepole. Ghafla akahisi kifua kinatelemka na kupumua kwa haraka. Hakuwa na ujasiri wa kugeuka. Aliogopa kuwa ombi la mama mkwe halijatimizwa. Usiku, alipokuwa akipumzika, alivaa vazi la kulala lenye kung'aa mbele ya mume wake. Kisha hakuweza kusubiri kuingia ndani ya miwani, lakini mume hakuwa na maslahi. Akajifanya kumkumbatia kwa hofu kuwa atamshuku, lakini hakujua jinsi alivyokuwa na uchungu. Hata hivyo, alikuwa na lazima ajifanye kama anataka kwa sababu kwa njia hii tu ndio mume angeweza kushuka ulinzi wake ili aweze kumpa uchoma mzuri. Akaamka mapema kabla ya alfajiri. Akakutana na mhasibu wa mume wake, Taisik. Akashuka gari. Akauliza kama kuna kitu kinachomtaabisha, lakini Taisik alikuwa bado anajaribu kuivunja. Akasema aliona tukio kwenye uwanja wa magari usiku wa jana. Mwanamke akasema hakuna chochote, lakini majirani wanaongeza moto. Akasema mume wake ni mchafu.
Akimwona mwanamke katika hali ya kukata tamaa, Taisik akatoa kumsaidia, lakini mwanamke alijua kuwa wanaume wote ni sawa, kwa hivyo alikataa kwa heshima na kuondoka siku iliyofuata. Alikuwa akifikiri jinsi ya kumlipiza kisasi mume wake. Ghafla muuguzi akamleta maua. Akasema, mume wako ni wa kiromantiki. Mwanamke akachukua kadi. Hakutambua ilisema nitakupenda daima. Kwa kweli ni kutoka kwa Taisik. Mwanamke hakuelewa, lakini akamwambia asiwe na uchovu wa kuishi. Ni bora kuishi maisha yako kama unavyotaka. Na tukio hilo kumwamsha asubuhi ya kwanza. Akaanza kujipodoa. Alikuwa amejipamba vizuri hata mume wake hakuweza kuondoa macho yake. Hatua ya kwanza ilifanikiwa. Hatua ya pili, akaenda miadi ya Taisik kama ilivyopangwa. Mwanzoni, walikuwa na kinywaji tu. Walikuwa wazungumza tu kuhusu mume wake mchafu. Lakini baada ya kula vya kutosha, mazungumzo yakawa mazuri zaidi na zaidi, na Taisik hatimaye akaonyesha tabia zake za kweli. Akatoa kadi ya chumba aliyokuwa amejiandaa. Maana ni kwamba unaweza kufanya vivyo hivyo kwa mume wako. Akiona kuwa mwanamke hakusema chochote, Taisik alijua anaweza kwenda kujiandaa. Hakika, mwanamke akachukua hatua hiyo na akafungua mlango. Alijua kuwa mara tu akiingia, hakuna kurudi nyuma. Hakutambua kuwa mpango wake ulikuwa wa kupiga ndege watatu kwa jiwe moja. Mwanamke hakusema chochote. Akafungua mkanda wake tu. Hata akachukua jukumu. Mume nyumbani hakujua hili. Taisik hapa bado anajienjoya, lakini mwanamke anaanza kutenda. Akauliza, je, tunapaswa kumwambia mke wako kuhusu uhusiano wetu? Taisik mara moja akaogopa. Alifikiria mwanamke alijaribu kumlipiza kisasi mume wake tu. Mke wangu hapaswi kuhusishwa. Mwanamke akamtishia ili apate maelezo ya pesa za kampuni ya mume wake. Taisik alitambua kuwa anatumika. Mwanamke akajibu kwa uimara ndiyo, lakini hakujua kuwa Taisik si mtu mzuri pia. Alipofika nyumbani, Taisik akamfuata nyumbani. Mwanamke hakutarajia awe jasiri hivyo. Wakati huo huo, mume wake alikuwa na simu ya kuchukua. Mwanamke akamuuliza Taisik amaanisha nini, na Taisik akabashiria madhumuni ya mwanamke si kujiandaa kwa talaka na kushiriki mali yake. Akiona kuwa mpango umefichuliwa, mwanamke alitaka kuacha, lakini Taisik akamshika mkono. Akamwambia kuwa kampuni ya mume wako ni ganda tu. Alihamisha pesa zote kwenye akaunti yake binafsi, pamoja na malipo ya kifo yakajumlisha zaidi ya milioni 300. Mwanamke akavuta pumzi. Akiona kuwa amefikia lengo lake, mwanamke akakomea, lakini Taisik hakuwa tayari kufanya hivyo. Akasema hajamaliza bado. Mwanamke anagundua yupo kwenye shida na mjanja. Akiona kuwa mume wake anashuka chini, mke anajitahidi kujiondoa kwa Taisik, lakini mume anahisi kitu. Haijalishi jinsi mke anavyoeleza, mume hakusema chochote, lakini akakiweka akilini. Usiku, mke alipokwenda bafuni, mume bado hakuweza kujizuia kujaribu kuangalia simu yake, lakini hakujua nywila yake, kwa hivyo akaweza tu kuona kwa jicho moja. Lakini sikutarajia kuwa siku iliyofuata, Taisik atamleta mwanamke habari za kushangaza zaidi. Akisikia haya, mwanamke hakuweza tena kudhibiti, kwa hivyo akajifanya kumdanganya mume wake kuwa atamchukua kwa chakula cha jioni. Kwa sababu fulani, mume alihisi wasiwasi. Hivi karibuni mke akamchukua hapa. Alitaka kumzuia, lakini ilikuwa ni kuchelewa. Alipomwona ni daktari wake, bibi alimwalika nyumbani, lakini hakujua kwamba daktari hakutaka kunywa. Ilionekana kana kwamba alikuwa akiwapa glasi ya divai, lakini kwa kweli alikuwa akiwapa dalili. Nje, alisifu muundo wa nyumba. Mume alishtuka mara moja, lakini mke alikwenda ghorofa ya pili. Mume alimfuata alipomwona mkewe akinyosha mkono kuchukua kitu. Alimzuia kwa silika, na sauti hii ya kawaida ilisikika na binti wa nyumba. Mume alitambua kila kitu. Wakati huo, Shinjin alitoka chumbani kwa hasira, akiona ni wakati. Mke tu alilegeza mkono wake. Inaonekana alifanya kwa makusudi. Mume hakuweza kusema chochote, lakini mke alikuwa akizungumza na nafsi yake. Haupaswi kugusa wengine. Vitu vya watu. Shinjin alielewa alichosema. Bibi aliwaalika chakula cha jioni, akiangalia vipande ardhini. Uso wa bibi ulikasirika, lakini mwanamke alisema tu mkono wake uliteleza. Hakuhisi hatia hata kidogo. Shinjin alikasirika na kumkazia macho mwanaume, lakini mwanaume alikuwa kama mwoga. Hakusema neno, lakini sikutambua kwamba mezani, mke hakuweza kujizuia tena na akasema jambo moja. Na hapo ndipo mambo yalipopotea, hata kuiharibu maisha yake mwenyewe. Mama alipuuza hisia za mwanawe. Alimchukua hadi ufuoni kwa nguvu. Alishika mkono wa mwanawe na kujaribu kumshawishi. Alitaka kumwambia kuwa yeye na mimi tungeishi pamoja maisha yetu yote, lakini mwana alikuwa akiishi tofauti. Baba alikuacha wewe, si mimi. Mama alidhani mwanawe anahitaji faraja, hivyo alijaribu kumtuliza. Tunaweza kuishi kwa furaha bila baba yetu, lakini mwana alimkandamiza kwa sababu hakutaka kuishi naye. Mama hakutambua kuwa amemlea mnyama, lakini mwana alieleza. Kwa sababu umekuwa na shughuli nyingi, ni baba yangu ambaye alikuwa nami kila siku, haijalishi jinsi mama alivyoeleza. Mwana bado alisisitiza kwenda kumuona baba yake.
Alipomwona mwanawe akienda, mama alipoteza akili na baba alitambua kuwa mwanawe amechukuliwa na mkewe. Hisia za wasiwasi zikamjia Jana. Mke alijifanya kumleta nyumbani kwa mwenyekiti na alimshukuru kwa kuwekeza katika kampuni ya mumewe. Ana maono yale yale na binti yako. Sio hakika ni nini kinachoendelea naye, unajua. Wako katika uhusiano wa aina fulani, lakini sijawahi kumsikia akizungumza kuhusu uwekezaji wa baba yake. Mwenyekiti aliweza kuona kuwa mwanamke alikuwa akisema kitu, hata bibi aliweza kuona, hivyo alimuuliza kama alikuwa na siku mbaya. Mke alichukua na kusema moja kwa moja, moyo wa Shinjin ulikuwa kooni mwake, na mwanamke alisema haraka. Alimuuliza kama alikuwa anapanga kupata mtoto na mumewe. Alipomwona mwenyekiti hana msimamo, mwanamke aliendelea kumuuliza mumewe ni aina gani ya uongozi aliyotumia kupata uwekezaji. Mume alijaribu kueleza, lakini kila neno lilikuwa malielewa. Mume alishtuka hadi mfupani. Alipomwona mwanaume akipunga kichwa na kuashiria asije akasema chochote, hasira yake ilipanda juu ya kichwa, hivyo alimtolea mkewe. Alichukua chupa ya divai na kuivunja. Baada ya msiba huu, mwanaume alijua ilikuwa ni kuchelewa, hivyo anamkimbiza mkewe. Ni nani anayeenda? Aliuliza. Je, unastarehebu na msongamano huu? Mke kwa ubaridi alimtumia maneno mawili ya talaka tu. Alimwona mume akieleza kila wakati. Mimi na rais wa binti tu kichwa kimoto. Sikufanya mambo ambayo yasipaswi kufanywa haraka zaidi. Sikutarajia. Mke hakukasirika, lakini alimwambia habari kwa sababu nilikuwa na kichwa kimoto. Bila makusudi nililala na ndugu yako mzuri taye mgonjwa. Mume hakutarajia mkewe atafanya hivi kumrudishia kisasi. Wakati huu, alimshtaki mkewe kuwa na matatizo ya kiakili, akitishia kumtuma kwa daktari wa akili ili kumzuia mkewe kupata talaka. Siku iliyofuata, mwanaume alikwenda kwa mkurugenzi, akajifunza kuwa mshindi wa chini talaka. Hii haiwezi kuathiri maadili ya matibabu. Akijua kuwa mumewe alikuwa akifanya hivi kwa sababu hakuweza kumwacha mwanawe, hivyo alilazimika kwenda shule ya mwanawe. Bila kujali kuwa mwanawe bado alikuwa darasani, alimchukua na mumewe ambaye alijua misuli yake. Alijaribu kumchukua, lakini alikuwa ni kuchelewa. Kisha alitumia simu ya mwanawe kumpata na kuendesha gari njia yote huko. Lakini kadri alivyoendesha zaidi, alijisikia kuna kitu kibaya kwa sababu hii ni njia isiyokuwa na mwisho hadi ufuoni. Mwana pia alihisi utengano wa mama yake. Alitaka kupata simu yake kumpigia baba yake. Mama alitupa simu yake nje kwa haraka. Mwana aliogopa zaidi, hivyo ufuoni alilazimika kuomba kuishi na baba yake. Mama alimzuia na kutishia kumua. Mume alihuzunika sana kwa kupoteza mwelekeo. Wakati huo, mkewe alimpigia simu. Alimuomba arudi nyumbani bila kumjua. Safari hii moja nyumbani, mwanaume alijijiharibu kabisa. Mume alimkamata mkewe nywele. Alimshtaki kuwa mnyama mkali. Vipi athubutu kumfanyia mwanawe hivi? Vipi athubutu kumfanyia mwanawe hivi? Vipi athubutu kumfanyia mwanawe hivi? Alipomwona hasira ya mumewe, mke hakuogopa tu, lakini pia aliongeza moto. Ni kwa sababu yako mwanao yuko katika hali hii machoni pa mume. Mkewe alikuwa amepagawa, hivyo alimnyang'anya kutoa hasira yake. Mama kama huyu hastahili kuishi, lakini hata kama atamua, mwanawe atarudi. Mwana maskini alitaka tu kumpigia baba yake. Mama yake alitupa simu yake alipomwambia mkewe alisema amemtupa mwanawe baharini. Mume alipoteza akili. Hivi karibuni mwana alirudi, akimwona mama yake amelala kimya ardhini. Moyo wa mwana ulikomwa katika mpira, lakini baba alipumua kwa urahisi. Ilikuwa vizuri kumwona mwanawe amerudi, lakini mwana alirudi nyuma kwa hofu na kumwambia baba yake atoke nyumbani. Ni wakati huo tu baba alitambua kuwa mkewe amemtegea. Hivi karibuni mke alipata karatasi za talaka kama alivyotaka, ingawa uso wake ulikuwa na makovu, lakini huo ulikuwa ni thamani yake yote. Akijua kuwa mwanaume sasa hana chochote, mpenzi wake alimkuta, alimwambia azime sigara. Ni mbaya kwa mtoto. Mwanaume aliposikia anataka kuzaa mtoto, hakutambua kuwa Mungu amemfungia mlango na kumfungulia dirisha. Alimkumbatia mpenzi wake. Alijiapa mwenyewe kuwa ataishi kwa jina lake. Aliapa kumwonyesha mkewe anachoweza kufanya bila mumewe. Yeye na mwanawe waliishi maisha ya kawaida lakini ya furaha. Ikiwa huu ni mwisho wake, majeraha yote yangeweza kupona, lakini kuna watu wengine wanaosisitiza. Miaka baadaye, mke alipokea mwaliko. Ilikuwa familia ya mumewe wa zamani, walikuwa na mtoto wa kike. Alijua mumewe hakuwa na nia nzuri. Miaka miwili baadaye, leo, ilikuwa wakati wa mumewe kumtembelea mwanawe. Hakika, mwana alimwona baba yake akimgoja baada ya shule. Siku hizi, baba yake ni mzalishaji maarufu. Anaendesha hata gari la kifahari, lakini mwana hakumpenda hata kidogo. Alilazimika kuingia garini mwake kwa sababu wanafunzi walikuwa wakimtazama. Lengo la baba lilikuwa kupata mtoto amtambue. Alisema ni mtu tofauti sasa. Aliandaa hata mpira wa baseball wa kupendeza kwa mwanawe. Pia alimtia moyo mwanawe kuwa mchezaji wa baseball. John Wen atakuja nyumbani kwetu mwishoni mwa wiki hii. Nitamfanya asaini sahihi kwako. Usiku, mama alimuuliza mwanawe, je, tuende likizoni mwishoni mwa wiki hii? Mwanawe alikataa wazi.
Alisema ana miadi na mwanafunzi mwishoni mwa wiki hii. Mama alishangaa kama atakwenda kwa baba yake, lakini kisha alifikiria, hapana, sidhani. Hivi karibuni ilikuwa mwishoni mwa wiki. Ingawa mwanaume alioa mara ya pili, lakini kulikuwa na msisimko mkubwa hapa. Mkewe wa jina la mpenzi, ingawa mke wa awali alilegeza, lakini moyo wake umezibwa. Ghafla alipokea ujumbe kutoka kwa mwanaume. Hakutambua mwanawe kweli alikwenda harusi ya baba yake. Mama alikasirika. Kwa kweli, mwana alitaka tu kupata sahihi ya mchezaji wa baseball, lakini baba alikuwa tayari kutumia hali kupata mwanawe amkubali, lakini mpenzi wake alimwona mwanaume akimchukua mwanawe juu. Alijua mvulana atakuwa kikwazo katika uhusiano wao. Mwanaume alitaka tu kumwambia mwanawe, chumba hiki ni chako. Mwana alikuwa karibu kusema kitu alipotambua mke wa baba yake amesimama nje ya mlango. Hata alimkabili kuhusu chumba kuwa hakikupangwa. Mwanaume anajifanya anaweza kushughulikia, lakini mara baada ya kuondoka nyumbani, hachaguliwi na mkewe. Lakini mpenzi hakutambua amechagua mwanaume mbaya zaidi duniani. Mvulana alimfunga eneo la kuegesha magari baada ya shule tu. Alikazia macho magari yote. Mwishowe, alifokeza gari moja. Kisha alichukua kitu alichokuwa ameandaa tayari. Aliruka mstari kwenye gari. Sikuwa kwamba mvulana alichoka, lakini alichukia mmiliki wa gari. Nje, baba yake alikuwa mzuri sana kwake. Alisema angemwachia bora zaidi, ingawa alijua kuwa baba yake daima hakuwa wa kutegemewa. Lakini akimwona baba yake akishika dada yake na kumpenda, moyo wake ulijaa hisia mchanganyiko. Alijua kuwa upendo wa baba yake haungemiliki yeye peke yake, lakini hakutambua kuwa moyo wake ulikuwa umepotoka. Hata alitaka kuharibu gari la mke wa baba yake. Kama huyu mwanamke mchawi hakumsihi baba yake na kuzaa binti, familia ingekuwa imevunjika. Kisha baba alitambua ghafla kuwa mwanawe hakuchukua zawadi alizompa. Aliziweka moyoni mwake. Siku iliyofuata, mwanaume alisimama mbele ya nyumba ya mke wa zamani, akikazia macho kamera ya ufuatiliaji ya nyumba yake. Alikuwa na wazo baya. Usiku, mkewe na mwanawe walikuwa wakila chakula cha jioni. Ghafla dirisha lilitiketezwa. Jiwe kubwa sana lilitupwa ndani. Mama na mwana waliogopa sana. Walipinda kama mpira. Lakini kengele ya mlango ikapiga. Alisikia kwamba mume wake wa zamani alikuja kumletea mwanawe kitu. Mama alipokuwa akisita kufungua mlango, mwana maskini hakujua kwamba baba yake alikuwa amemtegea. Hata akajifanya kama mtu mwenye uwajibikazi ili kurekebisha dirisha. Akiona uongozi wa mwanawe kumepanda kidogo. Lakini mkewe wa zamani alimpa amri ya moja kwa moja kwenda zake. Bila kumjua, kauli hii ilimfanya mtu huyu azingatie akili yake tena. Hata siku chache za amani na utulivu hapa, mwanamke alipokea barua ya vitisho. Maneno machache yalimfanya aogope. Alitaka kumfuata mwanawe ili amchukue shuleni, lakini aligundua kwamba mwanawe hakwenda shuleni, hivyo alimfuata njia yote. Kwa ajabu, mwanawe alienda hospitalini mahali alipofanya kazi na alikuwa na miadi maalum ya kisaikolojia. Mwana hakutambua kwamba mama yake alikuwa amemfuata. Mfanyakazi mwenzie alimkumbusha atulize. Ni kikao cha ushauri tu. Wakati huu, hakuweza kutuliza kabisa. Hata alipigia kelele mfanyakazi mwenzake. Ulimpa ushauri bila ulinzi wake. Ridhaa ya Marian. Ni mdogo. Mama hakuweza kusema chochote. Alimuona mwanawe akitoka chini ya pua yake. Kwa kweli, alikuwa akitibiwa. Siku ile, alipokunywa gari la huyo binti kwa siri, daktari huyu alimuona akiwa na uzoefu wa kisikolojia. Alijua kwamba moyo wa mvulana huyu lazima uwe umepinduka. Kuanzia siku ile, mtu huyu aliamua kumvuta mvulana hadi ufukweni kutoka kwa mfanyakazi mwenzie. Mama alijifunza kwamba ni kwa sababu talaka yao imeathiri mtoto. Mtoto alikamatwa katikati yenu wawili na hakuweza kupumua. Mfanyakazi mwenzie alimkumbusha kwa wema. Usimzuie kumuona baba yake. Acha mambo yaende kama yanavyotaka. Mama aliutuu. Siku iliyofuata, alisimamisha kuingilia maoni ya mwanawe. Hata hakupinga alipoomba kwenda nyumbani kwa baba yake, lakini alipuuza mbinu za mume wake wa zamani mezani za chakula. Baba aliuliza kwa uangalifu mwanawe ale zaidi. Hata akajifanya kumfurahisha kwa kusema ni mara ya kwanza nimemuona dada akila vizuri. Yote ni kwa sababu ya kaka yako. Mwana alielewa nia ya baba yake. Hakusema chochote. Alikula chakula chake kwa kimya tu. Kwa kawaida, mwanamke angeweza kuona kwamba hali haikuwa ya kawaida, hivyo alimsamehe mumewe. Kwanza, alikiri kwamba hakupaswa kuvunja familia yako. Lakini ninamapenda baba yako kwa moyo wangu wote, lakini baba yako amekuwa akikupenda daima. Kwa hivyo nitakutunza kama mwanangu mwenyewe, kwa sababu baba yako atafurahi tu ikiwa wewe ni mfurahiwa. Ghafla, dada aliangua kijiko chake. Kaka mara moja alimchukulia, na ndivyo alivyothibitisha kwamba mvulana alikuwa amemkubali dada yake. Moyo wa mtu huyu ulihisi faraja. Alikuwa na uhakika kwamba alikuwa amefanya chaguo sahihi, lakini mama ya mvulana alikuwa peke yake ili asiadhiri moyo wa mwanawe. Angeweza tu kumwacha mwanawe afanye chaguo lake mwenyewe. Ghafla, alimuona mwanawe, hivyo kwa msingi alitaka kuona alivyokuwa. Alipoona kwamba mahali pake palichukuliwa, moyo wake uliraruka.
Lakini sasa mwanawe alikuwa mfurahiwa kweli kweli. Sababu gani alikuwa nayo ya kusumbua maisha yake ya amani? Aliporudi, alianza kuongea vitu vyake na kuondoka bila mama. Mwanawe alikuwa bado mfurahiwa, lakini hakujua kuwa yote yalikuwa ya nje tu. Mtu hapa alirejea nyumbani tu. Ghafla aliona mkoba katika chumba cha kuvalia nguo, hivyo alikuwa na shauku ya kuangalia. Alipoona kilichokuwa ndani, kichwa chake chote kilipata ganzi. Alimpigia kelele mpenziwe. Mpenzi hakusema neno, lakini mwanawe aliyekuwa katika chumba cha masomo alisikia kelele. Alimuuliza mpenziwe, "Je, ulipanga hii yote peke yako ili kumleta mwanangu hapa?" Kusudi ni kumtuma nje ya nchi, lakini sikutambua kwamba mwana wa mpenzi alikuwa na hoja nzuri. Kwenda nje ya nchi ni kwa ajili ya mustakabali wa mwanao, lakini machoni pa mume anafikiri mkewe ni binafsi sana, alisema tena. Hata usifikirie kumgusa mwanangu. Akisikiliza sauti za ugomvi nje, mwana aligundua kwamba hakuhitajika baada ya yote. Siku iliyofuata, mwana alienda shuleni, akiwaangalia mama mkwe na dada yake. Walikuwa bado wakimjali sana. Alitumai kwamba mama mkwe alikuwa amemkubali kwa uaminifu, lakini alijua kuwa yote yalikuwa ni uongo. Hakuweza kamwe kuelewa ulimwengu wa watu wazima. Hata usiku, mama mkwe hata alimratibu. Alimwambia kwamba wazazi wangu walikuwa wamemkubali kwa chakula cha jioni. Hata alimpa dawa ya kutuliza. Sisi ni familia ya kweli sasa, lakini wakati watu wazima walikuwa wakila, ghafla nilisikia binti wangu akililia juu. Mpenzi wangu alifungua mlango kwa haraka, lakini alimkuta binti wake amekaa sakafuni, akililia kwa moyo wake wote. Alikuwa na hasira. Alimpigia kelele mvulana kwa kile alichomfanyia. Mlezi alienda mara moja. Aliongeza mafuta motoni kwa kueleza kwamba nilikuwa tu nikienda jikoni kwa muda. Kwa nini mtoto analia hivi? Mama mkwe alikuwa na hasira zaidi na alimuuliza kwa sauti ya uhakika jinsi alivyomnyanyasa binti wake, licha ya mvulana kumkataa kwamba hakufanya. Ilikuwa mchezo wake mwenyewe ulimfanya alie. Lakini dakika iliyofuata alipigwa kofi na baba yake, na kofi hii ilimkasirishia mwana kabisa. Sikutambua kwamba baba alikuwa na hoja. Aliamuru nitulie na nitoe pumzi. Lakini kuna nini kinachotatiza mwana? Yote ni kwa sababu ya baba yako, sivyo? Mume alimhakikishia mkewe wa zamani kwamba angekuwa mwema kwa mwanawe daima, na hii ilikuwa ni isipokuwa tu. Mara ijayo nitashikilia hasira yangu. Mkewe wa zamani alijua kwamba mume alikuwa mtu mbaya, hivyo alimwambia mwanawe ukweli kwamba anamchukia na alimshauri asiendelee kufanya kazi juu ya mwanawe. Tu kwa maneno machache na mke wako mdogo, ulimpigia kofi usoni. Hata wewe kwa kutotambua ulisema hajui anachoifanya. Ni ajabu mtoto wako aliyejeruhiwa anaweza kukusamehe. Labda anaogopa kile mkewe wa zamani anaweza kusema. Mtu alijimwaga miwani michache ya divai, na hapa mwana anajiandaa kuongea vitu vyake. Anataka kuondoka hapa na mama yake. Ghafla kengele ya mlango. Mwana alikuwa na hisia kwamba inaweza kuwa baba yake, na alikuwa sahihi. Alitaka kuomba msamaha kwa mwanawe. Mkewe wa zamani alikuwa akitaka kumwambia kwamba mwanawe hataki kumuona. Hasira ya mtu iliwaka na aliingia moja kwa moja licha ya vizuizi. Mwana aliangalia hali kwa ubaridi, lakini hakusema chochote. Baba alipomuomba msamaha, alisema ataita polisi ikiwa hataondoka. Maneno machache tu yalimvunja moyo baba. Bila kutazama, mtu aligeukia mkewe wa zamani. Hata alimburuta nje kumuuliza, "Je, hii yote ni mpango?" Mtu hakujua kwamba mwanawe tayari alimwogopa. Hata aliuliza mama yake amchukue mbali. Mkewe alijua kwamba njia pekee ya kushughulika na mtu mbaya ilikuwa kutumia nguvu yake, hivyo alienda kwenye gari jeusi. Mtu katika gari hakutazama kugunduliwa hivi karibuni. Kwanza akajifanya kuuliza ni nini tatizo. Mwanamke alifungua mlango na kunichukua nimuone bwana wako, mwenyekiti. Mwenyekiti ni baba wa mke mdogo. Alitumia upendo wa baba kwa binti yake. Je, unafurahi na mkwe wako wa sasa? Kwa dhahiri, hiyo ni swali la ziada kidogo. Kutoka kinywani mwa baba, pia alieleza kushindwa kwake. Mwanamke alianza kuongeza joto. Mustakabali wa msichana mzuri unazuiliwa na huyu kijana. Hii ni hasa kile wazazi wanataka kusikia, na alieleza kwa nini alikuwa hapa. Ingawa huyu kijana na mimi tumetalakiana tangu zamani, lakini katika miaka michache iliyopita, amekuwa akiruduruda familia yangu kwa ajili ya watoto. Ikiwa unafikiri anaweza kumfanya binti yako afurahi, sina neno la kusema, lakini nina uhakika wa jambo moja. Kiburi chake kinategemea ukweli kwamba ana wewe nyuma yake. Hivyo kwa ajili ya furaha ya binti yako, unapaswa kuwa na jibu. Ingawa mke wangu anamwangalia binti wangu kila siku, lakini tayari ana macho na masikio katika kampuni. Anajua kila hatua mume wake anayochukua, na mtu alienda kwa mkewe wa zamani mara kwa mara. Hata anawasiliana naye kwa njia hii. Mpenziwe amefika mwisho wa uvumilivu wake. Anaonekana kama ameamua. Siku iliyofuata, mtu alikuwa tayari kwenda kazini kama kawaida. Kabla ya kuondoka, hata alimbusu mpenziwe. Mtu hakuona chochote cha kawaida kumhusu leo, na ile miwani ilikuwa ushahidi kwamba amekwisha. Ni asubuhi moja tu. Mtu alikuwa na hasira. Mara tu alipofika mlangoni, alimlaumu katibu kwa kutotaka kufanya kazi.
Unajua ni kiasi gani cha kashfa amezozaa tu. Alipaswa kukutana na mteja kujadili biashara, lakini alipokuwa akihesabu, aliambiwa kwamba mkopo ulikuwa umeshindwa. Nilifikiri kadi ilikuwa imeharibika, lakini alipopata kadi mpya, ilisema haikuweza kusomwa. Kwa bahati nzuri, mtu alikuwa bado ana pesa 2, lakini alihisi ajabu zaidi na zaidi. Haina maana. Hivyo alienda kwa katibu. Aliuliza kwa nini kadi yake iligandishwa, lakini katibu alimwambia aende zake, na kwa wema alimwambia ikiwa unataka kumuona binti yako mara ya mwisho, bora uende nyumbani umuone. Mtu alifika nyumbani kwa Ferrari yake. Alikuta nyumba yake imehama. Alijaribu kuiteka, lakini haikufaa kwa sababu mkwewe aliamuru haya yote. Hata aliandaa vitu vyake kwa ajili yake na kisha alimwambia aende zake. Alishangazwa na mabadiliko ya ghafla ya matukio aliposikia mkwe wake amwambie katibu achukue gari. Mkwe wake kisha akarejesha na kuuliza nini kilimtukia. Mkwewe alikasirika zaidi. Hakusikiliza hata maelezo yake kabla ya kumpa kofi kubwa usoni kwa sababu mkwewe alikuwa amemvumilia kwa muda mrefu. Nakubali kwamba binti yangu anapenda maskini kama wewe. Nataka tu afurahi, lakini huwezi hata kufanya hivyo. Je, niliwezesha kampuni yako ili uweze kujionesha mbele ya mkewe wa zamani. Nimekupa nafasi nyingi na hukuziheshimu. Basi nitakurudisha vile vilivyokuwa. Mtu hakutaka kwenda kwa mkewe na binti haraka iwezekanavyo. Alitaka kumchukua binti yake, lakini alijua kwamba tu kwa kumshawishi mkewe angeweza kurudi. Lakini mhusika mwingine tayari amekatishwa tamaa. Mtu alianza kuongea maneno mazuri, lakini wakati huu mpenzi wake tayari alikuwa ameamua. Alitaka kufanya jaribio la mwisho kumshika, lakini yote yalikuwa bure. Hakufikiri kamwe mwanamke anaweza kuwa mkali kiasi kwamba hata mkubali familia yake mwenyewe. Alirudi nyumbani akijikwaa. Aliingiza alama zake za vidole na kujaribu kuingia. Hakutambua kwamba mpenzi wake alikuwa mkali sana. Hakumwachia hata mahali pa kukaa. Mwanaume alitoa hasira yake. Sasa amebaki bila kitu. Alifanya nini kibaya? Ghafla mwanga wa matumaini ukamjia akilini. Angalau alikuwa na mwana. Lakini hakujua kuwa mwanawe alimgeukia mgongo babaye. Hata alifuta picha zote za pamoja, na alikuwa mkali hata hakuacha hata moja kwa sababu akilini mwake, babaye alikuwa amekwisha kufa. Ghafla mwanaume anaonekana kuona tumaini. Je, mkewe alimurejea? Lakini alipoona ni nani anayekuja, hasira yake ikapanda hadi kichwani. Alikimbilia haraka kwenye gari. Anakimbilia garini kwa dhamira ya kutoa hisia zake. Ndani ya gari, mkewe wa zamani hakusonga. Mkewe wa zamani hakusema neno na akampa miwani ya kutafakari, lakini hakujua jinsi ya kutisha matokeo ya kutafakari kwa mwanaume huyu. Lakini baada ya yote, moyo fulani ukaonyesha huruma. Anajua kuwa mwanaume sasa hana pesa, kwa hivyo amerudi. Kisha akachukua karatasi za fedha kubwa kutoka mfukoni na akamtupia, lakini mwanaume akamuita shetani. Mkewe wa zamani alifikiri hakuwa na matumaini, lakini mwanaume hakuamka na akamtishia. Basi tutakufa pamoja. Mke alifikiri anasema kwa hasira na akampuuza. Lakini baada ya mwezi mmoja, mwanaume akampata mwanawe, lakini mwana hakutaka kuzungumza na babaye. Mkewe wa zamani aliona hali mbaya ya mwanaume. Alitaka mwanawe amuite babaye, lakini mwana hakuweza kusema. Labda baada ya mwezi wa kutafakari, alimkumbusha mwanawe kuheshimu watu waliomzunguka. Usiwe kama yeye na ukauta tu ukishakosa. Alisema alikuwa amekosea, lakini katika macho ya mwanawe, yeye mwenyewe alileta haya yote. Baba akakoma katika maneno yake ya mwisho. Sitakusumbua tena. Hawakujua kuwa baba yao alikuwa ameamua. Labda hakuwa na motisha ya kuishi. Mwanaume alikimbia moja kwa moja kwenye lori lililokuja. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.